Sijui ameenda wapi Mungu wangu. Wa nini babu? Vipi, unataka urudi au? Mbona yupo? Unasemaje? Dini yuko wapi? Mimi nimemwambia twendeni na maana yeye kabaki wewe maana naye unamuwaza. Anangu atapotea mtaa wa watu. Atapotea amekuja. Mnawaza nini? Alafu kwanza wa kike wewe achana naye. Akipotea aje babu tutamwambia. Sijui hapa wameniacha, nafikiri kwamba sipajui au? Mzee Busara. Naam. Shikamoo mzee. Marahaba. Mzee shikamoo. Marahaba. Ulikuwa uko shambani ni? Ninatoka kulima. Unatoka kulima. Sawa. Sasa mguu huu. Naam. Ulikuwa ni wakuja kwako. Karibu. Karibu sana. Ila kwa kuwa tumekutana hapa njiani. Naam. Tuna budi kwenda kwako. Mna shida? Ndio. Shida ipo. Ila sema tumesikia ugeni kwako hapa. Aha. Ugeni upo? Ndio. Ndio. Kuna wajukuu wangu walikuja. Nataka niwatengenezee ugeni hawa, niwakaribishe yani. Sawa. Sasa sisi Mzee Busara tumekuelewa, lakini sasa tulivyopata taarifa hiyo sasa tukawa tumejiuliza kwamba hivi wanajua masharti yaliyopo hapa kijijini ndani ya msitu? Msitu huo niliwahi kuambia. Ndio. Nikawaambia, nikawaelekezea, nikawapa masharti kwamba wasiende kwenye msitu huo, wanaweza wakapotea. Sawa. Ripoti hiyo wanayo na nimewacha nyumbani. Umewacha nyumbani? Na masharti ushawapa kwamba mtakiwi kwenda pale kwenye msitu? Ndio. Basi haina shida. Sasa sisi hapa kwa kuwa tumekutana hapa, haina shida. Tulikuwa tunaelekea hapo center. Ngoja tuende kwanza. Shukrani. Basi mzee, baadaye. Haya.
Halo? Niambie Baba Chela. Nzuri, unaendeleaje? Habari yako? Habari ya kazi? Niambie. Mimi mzima. Yaani sauti hata sikusikii vizuri. Halo? Mbona sikusikii? Sauti iko chini sana. Halo? Halo? Mbona unaongea sauti ya chini? Vipi Baba Chila, imekuwaje? Ni mtandao labda. Niambie. Nasema watoto wa jambo hapo nyumbani? Watoto wako poa, wazima tu, bado wamekumisi. Na mimi nimewamisi pia. Hivi walipewa likizo ya muda gani? Mwezi mmoja tu. Hapo kumbe na mimi nitawakuta. Wewe unategemea kurudi lini? Ndani ya wiki 2-3 nitakuwa nimerudi, maana nimeshawamisi wanangu sana. Umemisi watoto tu, mimi hujanimisi? Na wewe nimeshakumisi mke wangu. Hapo afu na sisi tumekumisi pia. Maana wewe tunda langu lazima nikumisi na watoto wetu pia. Na mimi nimekumisi pia mume wangu. Wape hai watoto hapo nyumbani, waambie nakaribia kuja mimi baba yao. Haina shida, nitawaambia. Nitawaletea na zawadi za aina mbalimbali. Usiwaze. Haya, asante, niwatakie usiku mwema. Na kwako pia. Haya. Sijui ameenda wapi Mungu wangu. Ngoja kwanza nimtafute baba, maana Baba Chila kashanipigia simu ananiambia anarudi. Sijui ndio kinachina, maana simu zao hazipatikani na baba hata sikuambia kwamba watoto waenda kijijini. Ngoja nimpigie. Mbona baba mwenyewe apokee simu jamani? Baba pokea simu basi. Shikamoo baba. Mimi si jambo. Wakina Chila wanaendeleaje? Maana simu zao zipatikani, baba wao kashanipigia simu, baadaye ya wiki moja tu baba yao anarudi. Kwa hiyo maana nikapiga simu nijue watoto wanaendeleaje, maana simu zao zipatikani baba. Ndio sikumpa taarifa kwamba wanakuja kijijini. Sikumwambia kwamba watakuja kijijini baba, ndio maana nikakwambia kwamba yani maana nimeshawapigia kwa muda mrefu kweli, nawapigia Chila hapatikani, nani hapatikani, nimevuruga kweli baba, ndio maana nikakupigia wewe. Ndio. Maana baba yao atarudi muda si mrefu, inabidi yani kabla baba yao hajarudi, yani wao warudi kwanza ili baba yao akirudi awakute. Ndio Chila hapatikani. Nimeshamtafuta sana tu lakini hapatikani, sio simu ameweka wapi. Haya, asante baba. Haya, nakutakia usiku mwema babangu. Haya, asante. Hello. Hello, Kana. Sasa nilichowaitia hapa. Ndio mkuu. Nataka kuwauliza kuhusu hao vijana wanaokuja msituni. Mmejipangaje? Mkuu. Tawazibu. Wewe je? Mimi nasubiri amri yako mkuu. Sawa. Vijana wenyewe wapo karibu na sisi hapa kwenye himaya yetu, wameshakanyaga.
Ha 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 ha.